Ni kushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kutuchagua sisi kama Zone Media ili uweze kuhabarika zaidi na zaidi. Sasa hapa na kuletea taarifa kutoka huko nchini Irani. Nilikuletea taarifa mwanzoni kwamba Marekani ilifanya mashambulizi huko nchini Irani kwa kushambulia malengo zaidi ya 140. Sasa Irani imejibu mashambulizi, tena ni makali mno, kwa kushambulia kambi za Marekani katika guba yote katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Lakini taarifa zinasema kwamba UAE na Qatar zenyewe zimesema kwamba zimefanikiwa kuzuia makombora. Sasa mvutano mkubwa umeendelea kushuhudiwa katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya Irani kudai kufanya mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika nchi kadhaa za Guba, huku nchi washirika wa Washington zikisema mifumo yao ya ulinzi wa anga imezuia makombora na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikielekezwa kwenye maeneo yao. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran IRGC limesema limeanzisha mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Marekani baada ya madai ya mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya maeneo ya kusini mwa Iran. Kwa mujibu wa IRGC, vikosi vyake vya anga vilifyatua makombora ya balistiki dhidi ya Prince Hassan Air Base nchini Jordan, kikidai kuharibu kituo cha uongozi na udhibiti pamoja na maeneo ya kuhifadhi ndege zisizo na rubani aina MQ-9 Reaper. IRGC imesema shambulio hilo lilikuwa sehemu ya awamu ya kwanza ya kile ilichokiita jibu kali dhidi ya uchokozi wa Marekani. Irani pia imedai kulenga kambi ya Marekani ya Al Udeid nchini Qatar, ambayo ni moja ya vituo vikubwa zaidi vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati. IRGC imesema mashambulizi hayo yalilenga miundombinu ya kijeshi, ikiwemo maeneo ya uendeshaji wa ndege za kivita na vituo vya uongozi. Aidha, IRGC imedai kushambulia vituo vya Marekani nchini Kuwait, ikisema imelenga mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot, ghala la risasi na kituo cha rada. Katika hatua nyingine, Irani imedai kufanya shambulio kubwa na la kushtukiza dhidi ya vituo vya msaada wa vifaa na majukwaa ya kujaza mafuta vinavyotumiwa na meli za kubeba ndege za Marekani katika bandari ya Duqm nchini Oman. Wakati Irani ikitoa taarifa hiyo, Falme za Kiarabu UAE zimesema mifumo yake ya ulinzi wa anga imefanikiwa kuzuia makombora na droni zilizokuwa zikiingia kutoka Iran. Wizara ya ulinzi ya UAE imesema milipuko ilisikika katika baadhi ya maeneo nchini humo, ilisababishwa na mifumo ya ulinzi wa anga iliyokuwa ikinasa silaha hizo. Nchini Qatar, Wizara ya mambo ya ndani ilitangaza kuwa kiwango cha tahadhari ya usalama kilikuwa juu na kuwataka wananchi kubaki ndani ya nyumba zao au maeneo salama. Baadaye, Qatar ilisema majeshi yake yamefanikiwa kuzuia shambulio la makombora lililolenga nchi hiyo na kwamba hali ya usalama imerejea kuwa ya kawaida. Nchini Bahrain, ving'ora vya mashambulizi ya anga viliwashwa, huku mamlaka zikiwataka wananchi kutulia na kuelekea maeneo salama. Katika taarifa zake, IRGC imeonya kuwa mashambulizi zaidi kutoka Marekani dhidi ya Iran yatasababisha majibu makali zaidi. Iran imesema hatua zake ni majibu ya kile ilichokiita mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya pwani na minara ya mawasiliano kusini mwa Iran. Kama ambavyo Iran imekuwa ikifanya mara zote pindi ambapo inashambuliwa, basi imekuwa ikijibu mashambulizi hayo. Kwenye majira ya asubuhi hivi nilifanikiwa kuzungumza na Mtanzania ambaye yuko huko nchini Qatar. Aliniambia kwamba ilikuwa ni kama saa 12:50 hivi leo asubuhi ambapo Irani ilikuwa imerusha makombora takribani 5 kuelekea katika kambi ya Al Udeid. Lakini shughuli sasa hivi zinaendelea kama kawaida, japokuwa kulikuwa kuna taarifa ya National Emergency Alert ilitumwa kwa wananchi wote pale nchini Qatar kwamba wakae mbali kabisa na maeneo ya hatari, hasa maeneo ya dirishani, lakini pia maeneo ambayo yanaweza kuhatarisha usalama wao, kwa sababu huenda labda wakakaa katika maeneo ambayo yana madirisha ya vioo. Vioo vinaweza vikopasuka kutokana na mtikisiko ule wa makombora au drone, kwa sababu mule ndani kuna mabomu. Hivi yanavyotua sehemu, kwa bahati mbaya inaweza kusababisha vioo kuvunjika, hata kuweza kumdhuru mtu ambaye yuko karibu na eneo hilo. Hivyo walitakiwa kukaa maeneo salama ili kuepusha hatari zinazoweza kujitokeza. Basi mimi nitazidi kukujuza mtazamaji yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Ni kuombe usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.